Video hii ni muhimu sana kwa wanawake ambao hawapati siku zao za mwezi au kwa lugha nyepesi hawapati damu yao ya hedhi. Hivyo kuna vitu 6 ambavyo ukivichanganya kwa pamoja na ukivitumia kwa usahihi unaweza ukapata siku zako za hedhi na ukarudi kwenye hali yako ya kawaida. Na hata kama ulikuwa unapata maumivu makali sana ya kiuno alafu baadaye hedhi hiyo haitoki, unabaki kuugulia maumivu ya kiuno alafu mwisho wa siku unabaki na maumivu hayo kama sehemu ya maisha yako. Sasa sikiliza mpaka mwisho, kwa sababu nitakueleza jinsi ya kuchanganya na jinsi ya kutumia ili uweze kupata matokeo mazuri zaidi. Hivi vitu vyote 6 ambavyo naenda kukutajia vyote vinapatikana mazingira ya jikoni, na endapo video hii utaisikiliza kwa uzingatifu mpaka mwisho utafahamu kwamba viungo hivi havipaswi tu kutumika kama viungo vya jikoni ambavyo vinachanganywa kwenye mboga au vyakula vingine, na badala yake unaweza kuvitumia kama dawa endapo unakutana na changamoto ya kutokupata hedhi zako za mwezi. Kitu cha kwanza ni kitunguu maji. Kitunguu maji kina uwezo mkubwa sana wa kuchochea mzunguko wa damu kwenye mfuko wa uzazi na hivyo kusaidia homoni kufanya kazi vizuri na kwa ufanisi mkubwa. Kitu cha pili ni kitunguu saumu. Kitunguu saumu kina nguvu kubwa sana ya kusafisha damu pamoja na kuimarisha mifumo ya mwili iliyolegea. Kitu cha tatu ni limao. Limao lina nguvu kubwa sana ya kusawazisha homoni za mwili pamoja na kuchochea mzunguko wa damu ndani ya viungo mbalimbali vya mwili. Kitu cha 4 ni tangawizi. Tangawizi ina nguvu kubwa sana kuupasha mwili joto na hivyo kusaidia mfuko wa uzazi kubana pamoja na kuachia. Kitu cha 5 ni mdalasini. Mdalasini unasaidia sana kuamsha mzunguko wa hedhi pamoja na kusawazisha homoni za mwili wa mwanamke. Kitu cha 6 ni karafuu. Karafuu inachochea sana misuli ya mfuko wa uzazi kufanya kazi vizuri pamoja na kufanya damu iweze kusafiri katika mzunguko mzuri. Jinsi ya kuchanganya mchanganyiko wako ili uweze kupata tija na kupona changamoto yako ulionayo. Kitu cha kwanza, chukua kitunguu maji. Kitunguu maji utakiosha vizuri au unaweza tu ukimenya maganda ya juu, ukakata vipande vidogo vidogo na baada ya hapo ukaweka pembeni. Ukachukua kitunguu saumu nacho pia ukamenya maganda yake, ukakata vipande vidogo vidogo au ukaponda ponda au ukakisaga. Utachukua tangawizi mbichi, utaiosha vizuri, utamenya maganda yake na utakata vipande vidogo vidogo au unaweza ukaisaga. Na utachukua mdalasini, utavunja vipande vidogo vidogo na utachukua karafuu 4 au karafuu 6 au kijiko kimoja cha karafuu na utaviweka vyote kwenye sufuria moja. Utachukua vikombe 2 au 3 vya maji na utaweka pale ndani ya sufuria, na baada ya hapo utachemsha kwa dakika 10 hadi 15 kulingana na wingi wa moto ulioweka. Utaipua sufuria yako, utaweka chini, utaacha ipoe, na baada ya hapo utachuja kwenye kikombe kimoja, na baada ya kuchuja kwenye kikombe kimoja ambacho ni kile cha chai, utachukua limao lako utalikata na utaminya juu ya ile dawa yako au ile mchanganyiko wako, na baada ya hapo utakuwa unatumia kikombe kimoja asubuhi na kikombe kimoja usiku. Unapaswa kutumia mfululizo ndani ya siku 3 au siku 7 kulingana na uzito wa tatizo lako. Tahadhari ya muhimu sana ambayo unapaswa kuwa nayo kabla ya kutumia dawa hii, unatakiwa kuhakikisha kwamba hauna ujauzito au hauna dalili